Watendaji wa muhimili wa mahakama nchini wakutana mkoani Morogoro kujadili namna ya kuboresha zaidi kazi zao, hususan wakati huu kwenye kasi kubwa ya ukuaji wa teknolojia. Na katika habari za michezo asubuhi ya leo, Azam FC yafanikiwa kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya kombe la shirikisho barani Afrika mara baada ya kuifunga KMKM katika mchezo wa mtoano. Naam, hujambo na karibu sana popote pale ulipo. Bila shaka kabisa ubuheri wa afya. Leo ikiwa ni Jumamosi nyingine nzuri kabisa, tarehe ikiwa ni 25 mwezi ni Oktoba mwaka 2025. Karibu sana tuweze kutazama habari mbalimbali asubuhi ya leo. Mimi naitwa Juma Mohamed, nitakuwa hapa kukuangazia habari za kitaifa sambamba na habari za michezo na burudani. Lakini pia matangazo haya unayapata mubashara kupitia YouTube channel yetu ya Channel 10 Tanzania. Lakini pia una nafasi ya kutufuatilia na kuandika maoni yako kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii pale Instagram, Facebook, Thread na X zamani Twitter, unatupata kama @Channel 10 Tanzania. Karibu uweze kuambatana nasi. Ili kuboresha huduma za mahakama hasa kuendana na kasi ya teknolojia, watendaji wa mhimili huo wa utoaji wa haki wametakiwa kufanya kazi kwa weledi kujiepusha na vitendo vya rushwa, huku msisitizo mkubwa ukiwa ni kushirikiana na wananchi ambao wanawategemea zaidi. Tuungane na mwanahabari wetu Jimmy Mengele kutoka mkoani Morogoro. Akizungumza wakati wa majadiliano ya wazi kati ya wadau wa mahakama, Jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda Morogoro Rose Ibrahim amesema wananchi wana imani kubwa na utendaji kazi wa mahakama, hivyo ufanisi hasa matumizi ya teknolojia unahitajika kwa watendaji ili kuendelea kutunza imani hiyo. Tunaona kwenye ratiba ni zile topics ambazo zina challenge zaidi kwetu katika utendaji wetu wa kazi. Sasa tukaona kwamba ile tu sisi tunapokuja zile appeals, tunaandika tu zile appeals should we address this issue individually haisaidii. Rather than basi tukizungumza wote kwa pamoja na tukasaidiana kwamba ni nini what's the challenge on this, itatufanya tuzidi kuongeza weledi na as we understand, na kama nilivyoongea, weledi unafanya sisi tunapata imani kwa wananchi, kwa sababu tunakuwa tunaweza kuwasema wananchi vile inavyotakiwa. Je, kauli hiyo ya Jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu Tanzania Kanda Morogoro Rose Ibrahim imepokelewaje na wadau wa mahakama nchini Tanzania? Ni furaha kubwa kuona mnaendelea kudumisha utamaduni wa kukutana, kujadiliana, kupanga mikakati ya kuboresha ustawi wa wanachama pamoja na kuimarisha utendaji haki nchini. Mkutano huu ni ushahidi wa umoja na kujituma na uadilifu unaoendelea kujengeka miongoni mwa mahakimu na majaji Tanzania. Ni katika mikutano kama hii tunapopata nafasi na fursa ya kubadilishana mawazo, kutathmini changamoto zinazotukabili katika utekelezaji wa majukumu yetu na kuweka mikakati ya pamoja ya jinsi ya kutatua changamoto hizo. Naamini kwamba mimi sijawahi kwenda mafunzo yoyote nisitoke na kitu kipya. Na mimi hata nyinyi leo hamtatoka kwa siku mbili hizi, mtatoka mmebadilika kabisa katika mtizamo na utendaji wetu wa kazi. Jimmy Mengele, Channel 10 Morogoro. Asante mwanahabari Jimmy Mengele kutoka mkoani Morogoro. Tuelekee mkoani Tabora. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limewahakikishia wananchi usalama kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu, huku likiwaonya wale wote watakaojaribu kufanya vurugu za aina yoyote kuharibu zoezi la uchaguzi. Mwanahabari wetu Pendo Salu anaarifu zaidi kutoka mkoani Tabora. Ni mazoezi ya utayari kuelekea uchaguzi mkuu ambayo yamehusisha vyombo vya usalama hapa mjini Tabora. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora SACP Richard Yabwao ameongoza mazoezi haya huku akitoa ujumbe kwa wananchi. Tukiwa kwenye mazoezi ya kawaida kuhakikisha kwamba tunailinda na kuidumisha amani ya manispaa yetu pamoja na mkoa mzima wa Tabora. Tunafanya mazoezi tukiwa na utayari wa kuwafanya muwe salama wakati wote. Kuelekea kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu tarehe 29, tunataka kuhakikishia kwamba mkoa wa Tabora uko salama, utakuwa salama, uchaguzi utafanyika kwa usalama, na baada ya uchaguzi tutauacha mkoa wetu ukiwa salama. Aidha, amewataka kwenda kutimiza haki yao ya kikatiba kuchagua viongozi ngazi ya diwani, mbunge na rais kwa amani na utulivu. Mkatimize haki yenu ya kikatiba ya kupiga kura kwa usalama, na baada hapo kila mtu arudi nyumbani. Lakini ni wasii na kuwakumbusha, hususan kundi la vijana, msijihusishe
na uchochezi wa aina yoyote unaweza kufanyika kwenye mitandao ya kijamii. Hilo ni kosa la jinai na utachukuliwa hatua za kisheria endapo utabainika kufanya jambo hilo. Tusijihusishe, tusiogope kwa maneno yote yanayosemwa ya kiuchochezi. Amani ipo ndani ya mkoa wetu wa Tabora na tunawahakikishia kwamba mkoa utaendelea kuwa salama. Kama mnavyotuona, tuko na utayari wa kutosha. Jeshi la polisi litatimiza wajibu wake kwa kuheshimu sheria na taratibu za nchi zilizopo. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Naam, asante sana Pendo Salu kutoka mkoani Tabora kwa taarifa hiyo. Inatupeleka kuangaza taarifa nyingine ambapo waumini wa dini ya Kiislamu nchini Tanzania wametakiwa kuepuka watu wachache wanaodai kufanya maandamano ya amani, huku lengo lao halisi likiwa ni kuvuruga amani ya nchi ambayo imedumu kwa zaidi ya miaka 48 kwa sasa. Jamila Omari kutoka Arusha, taarifa yake inafafanua zaidi. Akizungumza katika ibada ya Ijumaa katika msikiti wa Patandi uliopo Tengeru wilayani ya Rumeru, Sheikh Ali Labia amesema Tanzania imebarikiwa kuwa na amani inayowezesha wananchi wake kufanya shughuli zao kwa utulivu na kuleta maendeleo. Tokea watu wakakufuru katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana jambo lingine la kutufanyia isipokuwa Mwenyezi Mungu anasema fadhaqa Allahu libasal jua. Kitakachotokea ndugu zangu wa Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuachia katika matatizo. Atatupeleka katika njaa, atatupeleka katika shida, atatupeleka katika kukosa amani ndugu zangu wa Kiislamu. Ndugu zangu wa Kiislamu, maneno ya Mwenyezi Mungu ndugu zangu wa Kiislamu hayajawahi kuzungumzwa alafu yakawa hayana maana ndugu zangu wa Kiislamu. Wa Tanzania lazima tuwe macho katika haya, lazima tuchukue tahadhari na lazima tuweke mazingatio makubwa ili tuitunze hii amani tulionayo, kwa sababu amani hii ni dhahabu kwetu. Tukiipoteza dhahabu hii ya amani ndugu zangu, hakuna namna ya kuirejesha kwa wepesi kama tunavyofikiria. Sheikh Basim Kamuni kutoka Misri ambaye ameshiriki ibada hiyo amesema kuwa katika safari zao sehemu mbalimbali za Tanzania wameona jinsi amani inavyotawala na kuifanya nchi kuwa ya kipekee barani Afrika. La nastati an nati ila Tanzania. Idha ma kana fi al-amn la nastati an nati ila Tanzania. Yani kama amani ingekuwa hakuna, sisi tusingekuja Tanzania kabisa. Yani Tanzania, hata mimi nilipokuja Tanzania hapa, nisingekuja Tanzania kama amani hakuna. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi, hata wakati wa uchaguzi unapotokea hivi, hatuna wasiwasi wa kuja kutembelea Tanzania kwa sababu tunajua ni nchi ya amani, hakuna wasiwasi wa hilo. Waumini wa dini ya Kiislamu wanasisitiza kuwa kulinda amani ni jukumu la kila Mtanzania na ni urithi wa Watanzania, na kila mmoja anatakiwa kulithamini, kulilinda na kulihimiza. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Kutoka Arusha turejee hapa jijini Dar es Salaam ambapo taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa kushirikiana na shirika la Open Heart International la nchini Australia wanaendesha kambi ya wiki 2 ya upasuaji kwenye taasisi ya JKCI makao makuu jijini Dar es Salaam, ambapo hadi sasa jumla ya wagonjwa 17 tayari wamefanyiwa upasuaji. 4 kati yao ni watu wazima. Faraja Kiongole anatujuza zaidi. Akiongea wakati wa mkutano na waandishi wa habari kuelezea kambi hiyo ambayo ni ya 14 kufanyika kwa ushirikiano kati ya JKCI na Open Heart Institute toka waanze ushirikiano miaka 9 iliyopita, mkurugenzi mtendaji JKCI Dr. Peter Kisenge amesema kwa miaka 9 ya ushirikiano huo jumla ya wagonjwa 200 wamefanyiwa upasuaji wa moyo kwa mafanikio makubwa. Wameweza kuwafanyia zaidi ya wagonjwa 17 na kati ya hao watu wazima wakiwa 4 na watoto 13. Kwa hiyo operation hizi zimefanyika vizuri kwa mafanikio makubwa, lakini vile vile wametoa mafunzo mbalimbali kwa wafanyakazi wetu. Katika operation hizi tumeweza kuokoa hela nyingi sana ambazo ni zaidi ya milioni 500. Kwa upande wao wanufaika wa kambi hiyo walikuwa na haya ya kusema kwa serikali ya Tanzania na Watanzania kwa ujumla. Yani siwezi kusema. Yani wanafanya kazi ngumu, wanafanya kazi ya kujitoa. Yani nilikuwa nimelala pale naangalia, hawalali. Muda wote wanakuwa na wagonjwa. Na hata hawa wanaotusaidia tunamwomba rais awaangalie tena jicho la pili,
wanafanya kazi kubwa sana madaktari wa hospitali hii. Naomba Watanzania wengine ambao wana shida wasisite kuja hapa. Sidhani kama kuna haja ya kusafirisha tulizi. Hii taasisi inafanya kazi nzuri sana. Sijawahi kudhani. Kwa hiyo mimi sina zaidi ya kusema, zaidi ya kushukuru Mungu awasaidie wanaotoka mbali na madaktari wa hapa Tanzania ambao wanafanya hiyo kazi, kwa sababu kwa kweli wanatuandaa. Mzazi ukija unaambiwa mtoto atavoingia na atavotoka sio vile. Lakini wanakuandaa kwa utaona vile, lakini baada ya muda unapokwenda utaona mabadiliko siku zinapokwenda. Mimi sasa hivi mwanangu anacheka. Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete ni taasisi bora Afrika Mashariki na Kati kwenye matibabu ya moyo, ubora unaotokana na serikali ya awamu ya 6 kuwekeza kwa nguvu zake zote kwenye miundombinu ya vifaa tiba pamoja na rasilimali watu. Mimi ni Faraja Kihongole, Channel 10, Dar es Salaam. Asante Faraja Kihongole kutoka jijini Dar es Salaam. Kwingineko ni kwamba katika kuhakikisha dhana ya uchumi jumuishi inaendelea kupata msukumo chanya, halmashauri ya wilaya ya Kilolo imetoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 1.7 kwa vikundi 104 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kama sehemu ya utekelezaji wa agizo la serikali ya awamu ya 6 kujengea uwezo wa kiuchumi makundi mbalimbali katika jamii. Mikopo hiyo imetolewa kupitia 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri hiyo katika kipindi cha miezi 9. Clement Sanga ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza wakati wa hafla fupi ya utoaji wa mikopo hiyo, afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Kilolo Scholastica Gebore amesema hatua hiyo inalenga kuwawezesha wanufaika kuanzisha na kukuza miradi ya uzalishaji mali, kuongeza kipato na kuboresha maisha yao. Halmashauri imetoa mikopo jumla yenye thamani ya shilingi bilioni 1 na milioni 74,650,960 kwa vikundi 104. Katika vikundi hivi 104 vya wanawake ni vikundi 60 ambavyo vimepata jumla ya shilingi milioni 641 na 94,666. Mkuu wa wilaya ya Kilolo Estomeni Kyando amesema malengo mahususi ya serikali kutoa mikopo hiyo ni kuyajengea uwezo wa kiuchumi makundi mbalimbali katika jamii ili yaweze kushiriki katika shughuli za uzalishaji mali, huku wanufaika wenyewe wakieleza namna ambavyo mikopo hiyo imebadilisha maisha yao. Kwa sababu lengo la Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuwawezesha wananchi kuwainua kiuchumi bila kujali itikadi, imani, wala kabila, wala rangi. Ndio maana huwa hatuulizi vitu vingine hivyo, tunauliza kadi ya NIDA. Mkopo huu umeweza kunisaidia kuweza kumudu maisha, kwa maana ya kuendesha maisha kwa ujumla, kuwasaidia familia yangu, mimi mwenyewe, mke wangu, watoto wangu, hali kadhalika wazazi wangu vijijini. Nimejenga, nimenunua kiwanja, nimejenga, kwa kweli nimenufaika. Katika utoaji wa mikopo hiyo, kikundi cha bodaboda katika eneo hilo la Ilula kimewezeshwa kupata bodaboda kadhaa, huku kikundi cha kina mama kikikopeshwa trekta lenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 60. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Asante Clement Sanga kutoka mkoani Iringa. Na sasa tuelekee wilaya ya Kisarawe ambapo katika kuhakikisha wanawake wanapata nafasi sawa katika siasa na uongozi, uchumi na umiliki wa rasilimali, halmashauri ya wilaya ya Kisarawe kwa kushirikiana na mtandao wa jinsia Tanzania TGNP na UN Women imeendesha mafunzo kwa wananchi wa kata 3 wilayani humo ili kuwapa uwezo wa kushiriki kikamilifu katika maamuzi na shughuli za kiuchumi zitakazowawezesha kutoa mchango mkubwa wa maendeleo katika jamii zao. Ahmad Nandonde anatujuza zaidi. Akizungumza katika mafunzo hayo, msimamizi wa mradi kutoka halmashauri ya wilaya ya Kisarawe Bi Rehema Mwiki amesema mafunzo hayo ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa serikali wa kuweka mazingira wezeshi kwa mwanamke na watu wenye ulemavu kushika nafasi mbalimbali za uongozi na kumiliki rasilimali. Mradi huu wa UN Women uko katika kata 3, kata ya Kisarawe, kata ya Masaki na kata ya Msimbu. Wameweza kujitokeza madiwani 15, madiwani 6 wakiwa ni wa viti maalum na madiwani 9 wakiwa ni wa viti vya kawaida vya kugombea. Dhima kubwa ni kwa kuona kwamba tunakuwa na viongozi wanawake
Naye mwakilishi wa TGNP Bi Mariam Oshudada amesema kupitia mafunzo hayo wanataraji kuona wanufaika wanafikia malengo yao na hivyo kuondokana na hali ya kuwa tegemezi. Watu walikuwa wana mila na desturi potofu ya kwamba mwanamke hafai kushika nafasi za uongozi kutokana na sababu mbalimbali ambazo wamekuwa nazo tuseme tangu ulimwengu ukianza, lakini baada ya mafunzo wamekuja kuelewa kwamba hatuchagui jinsi bali tunachagua uwezo wa mtu. Ndio maana mwisho wa siku hata kwenye mradi huu tuna matokeo makubwa sana ya wanawake viongozi mbalimbali. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamepongeza jitihada hizo, wakisema kuwa elimu walioipata imewajengea ujasiri na ufahamu wa namna kushiriki katika michakato ya maendeleo na kisiasa. Watu wamepata mahali pa kusemea na sisi tumejua mahali pa kuelekea, kwa sababu tuna uwezo kile tunachokipata tunakwenda kuisimamia pia serikali yetu. Wanawake tulijitokeza kwa wingi sana, kwanza kuanzia kwenye serikali za serikali zile, afu ndo uchaguzi huu. Zinazingatiwa haki za kibinadamu kiujumla. Wale walikopo wanyanyasaji wa kijinsia wakipiga wake zao tumewakamata na wengineo wako hivi tunavyosema wako jela. Nikiripoti kutoka hapa katika ofisi za halmashauri ya wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani, mimi ni Ahmad Nandonde, Channel 10. Asante Ahmad Nandonde na taarifa yake moja kwa moja inatuhitimishia habari za kitaifa. Kwa sasa tukatazame habari za michezo na burudani asubuhi ya leo, ambapo klabu ya Azam FC ya maskani yake nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam imeandikisha historia mpya kufuatia kufuzwa hatua ya makundi ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ikiwa ni mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwake kwa mwaka 2024. Azam FC imefanikiwa kufuzwa hatua hiyo kutokana na ushindi wa jumla wa nyumbani na ugenini dhidi ya timu ya KMKM kutoka visiwani Zanzibar, ambapo mchezo wa kwanza uliochezwa kwenye uwanja wa New Amani Complex, Azam ilipata ushindi wa magoli 2-0 na jana jioni imepata ushindi mnono wa mabao 7-0 na kufanya ushindi wa jumla wa mabao 9-0. Mabao ya Azam FC hapo jana yalifungwa na nyota Idi Suleiman Nado aliyefunga magoli 2 dakika 23 na 43, Jafet Kitambala aliyefunga magoli 2 pia dakika 27 na 30, huku Pascal Msindo alifunga dakika ya 48 pamoja na Abdul Suleiman maarufu kama Sopu akifunga mabao 2 dakika ya 54 na 57. Kwa matokeo hayo, Azam FC imekuwa timu ya kwanza kutoka Tanzania kutangulia hatua ya makundi ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu, na kwa kufunga magoli 7 wanatarajiwa kuzawadiwa wamezawadiwa kitita cha shilingi milioni 35 za kampeni ya goli la mama, ikiwa ni sehemu ya hamasa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuunga mkono michezo hapa nchini. Haya, hongereni kwa Azam FC. Leo pia tashuhudia pia mechi nyingine. Singida Black Stars watakuwa wanashuka dimbani pamoja na Young Africa, nao pia watakuwa wanashuka dimbani. Kila laheri nao pia waweze kuungana na klabu ya Azam FC. Tutazame taarifa nyingine, ambapo zikiwa zimesalia siku 4 kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, wanamichezo hususan vijana wameaswa kujitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi kwa amani ifikapo Oktoba 29 na kupuuza taarifa za uwepo wa maandamano na kutokubali kutumika katika kuvuruga amani ya nchi. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na Channel 10 Michezo, mkurugenzi wa taasisi ya Twende Pamoja na Mama Sports Promotion, Mohamed Haji, ambayo imekuwa ikiandaa mashindano mbalimbali ya michezo, amesema kuwa vijana wanaaswa kushiriki uchaguzi kwa amani, kwani ni haki yao ya kikatiba kwa kila Mtanzania mwenye sifa za kupiga kura. Sisi vijana tunapaswa tufate hizi nyayo za wazazi wetu hawa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Baba Abedi Amani Karume. Sasa mimi ni waase tu, tarehe 29 hasa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye mikutano yake yote amekuwa akizungumzia amani, akizungumzia kwenda kupiga kura kwa utulivu. Na juzi amezungumzia kama ni maandamano, basi maandamano yawe kwa ajili ya kupiga kura, lakini yasiwe maandamano ambayo sasa hivi watu kwenye mitandao wanajaribu kutaka kushawishi kutuingiza sisi vijana. Katika hatua nyingine, Mohamed Haji amevitakia heri vilabu vya Tanzania vinavyoshiriki mashindano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo niwaombe sana upande wa Yanga, goli moja si goli ambalo linaweza likawasababisha kurudi nyuma. Hapana, wale walikuwa kwao, sasa hivi Yanga wako kwao. Kama wako kwao nyumbani hapa, wanapaswa kwanza washabiki wajae, kwa sababu mshabiki ni mchezaji namba 2. Tuingie kwenye makundi ili ionekane ile michezo ambayo tunaizungumzia kweli Tanzania kwa sasa hivi tuko namba 1 kwenye hii ukanda wa East Africa. Juma Mohamed, Channel 10 Michezo.
Haya, tukitoka hapo tukaelekea pale jijini Dodoma ambapo tunaambiwa kuwa ikiwa ni mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, timu ya Dodoma Jiji imesema inaendelea kuimarika kutokana na uwezo wa wachezaji wake wenye viwango licha ya kutokuwa na mwendelezo mzuri kwa mechi za siku karibuni. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwanamichezo wetu Leonard Mwacha kutoka jijini Dodoma. Hii inajiri baada ya kupata sare na Mtibwa wakiwa nyumbani, ambapo kocha wa timu hiyo Amani Josia anadhamiria kuweka mazungumzo na wachezaji ili kutibu changamoto hiyo kuelekea mechi yao ya Jumamosi dhidi ya Pamba Jiji, ambao wao wamesema vijana wao wapo fiti kwa zaidi ya 60%. Tunaamini tuko na wachezaji ambao wako na quality, lakini bado hatujashuhudia ile quality. Nadhani kuna kitu cha kuendelea kuzungumza nao, kuwaweka chini ili kusudi waweze kuonyesha ule ubora wao. Mimi ninaamini timu inaimarika siku hadi siku. Kama tumeshafikia katika phase ya matumizi ya nafasi, maana yake tumefanya masahisho mazuri kwa kuzungumza nao, lakini pia katika training ground kuona kwamba tunapata ubora wao. Kile nitasema kuwa ilikuwa mwanzo kujaribu kuangalia kupima vijana especially kwa fitness level yao. Maana ligi ikianza always kuna vijana unapata fitness level bado inakuwa chini. Lakini naweza sema kuwa mechi mbili nimecheza zile ilikuwa naweza sema naweza wapatia almost 60% vijana wangu kutokana na vile wamecheza na Mungu amesawazisha jioni kabisa. Na hizi ni tambo za maafisa habari kuelekea mechi ya Jumamosi Dodoma Jiji na Pamba Jiji Jamhuri Stadium Dodoma. Sisi kama Dodoma tunawakaribisha Pamba. Hatujawahi kupata matokeo mazuri kwao, hilo tukiri, lakini this time wameingilia mlango wa kutokea. Yaani vyovyote itakavyokuwa, watake wasitake, tutawalazimisha tu tuweze kupata alama 3. Msimu jana miongoni mwa timu ambazo tumevuna alama nyingi miongoni mwao ni hawa mabwana Dodoma Jiji, tulichukua alama 4. Sasa pale ambapo tuliishia sisi tunataka kuendelea. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Mwacha kutoka jijini Dodoma, tambo hizo za maafisa habari wa vilabu viwili ikiwa ni mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, na ndiyo tamati ya habari kutoka hapa asubuhi njema hii ya leo. Mimi ni Juma Mohamed, asante sana kwa wote ambao mlikuwa nasi, na endelea kutazama Channel 10, kilicho bora kabisa. Kijacho mna mchache kutoka sasa ni kipindi cha Baragumu burudani na michezo, kuja kuungana na wana michezo kutazama habari mbalimbali asubuhi hii ya leo. Asante na wakati bora kwako.